Urusi inasema kwamba haiogopi vitisho wala vikwazo vinavyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump. Hii ni kauli ya msemaji wa ikulu ya Kremlin Bwana Dmitry Peskov. Peskov amesema kwamba katika nyakati ambazo hawakuwa na hofu wala taifa hilo halikutetereka ni nyakati ambazo Marekani wakati wa Joe Biden iliweka vikwazo vingi ikishirikiana na mataifa ya Magharibi, lakini pia wakishirikiana na Umoja wa Ulaya, lakini vikwazo hivyo wala havikuwa na athari kubwa kwa uchumi wa Urusi. Uchumi wa Urusi umezidi kuwa imara wakati wote, na hata wakati huu ambapo Donald Trump amekuwa akiweka vikwazo vya mara kwa mara, Urusi wala haikutetereka. Na hivyo wakati huu Donald Trump ambaye anatishia Urusi kwa vikwazo zaidi, ni wakati ambapo wala Urusi haiangalii wala haitishiki kutokana na vikwazo ambavyo bwana Donald Trump, rais wa Marekani, amevitangaza. Peskov ameyazungumza hayo baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuweka vikwazo zaidi dhidi ya Urusi. Rais wa Marekani bwana Donald Trump ameishutumu Moscow kwa kurusha makombora kwenda Ukraine bila sababu katika siku chache zilizopita, na ameitishia Urusi kwa vikwazo zaidi. Ikumbukwe licha ya kwamba amekubali kufanya mazungumzo na Urusi juu ya kumaliza vita nchini Ukraine, huku akimpigia simu rais wa Urusi Vladimir Putin, aliongeza vikwazo kwa mwaka mmoja zaidi, lakini Urusi wala haikutoa maelezo yoyote juu ya vikwazo vya bwana Trump. Na wakati huu bwana Peskov anasema vikwazo vyao wala havikuleta athari zozote dhidi ya uchumi wa Urusi, huku uchumi huo ukizidi kukua kuliko hata mataifa ya Magharibi ambayo yapo huru kuzalisha na kufanya lolote wakati huu. Rais huyo wa Marekani amemshutumu mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya kiraia ya Ukraine bila sababu, na kutokana na kusimamisha vita na kutishia Moscow kwa vikwazo vipya. Kauli hiyo inakuja wakati rais wa Urusi Vladimir Putin akirejelea utayari wa Moscow wa mazungumzo yasiyokuwa na masharti na Kiev wakati wa mkutano wa hivi karibuni na mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff. Trump alitoa tishio hilo katika chapisho kwenye ukurasa wake wa Truth Social siku ya Jumamosi, muda mfupi baada ya mkutano mfupi na Zelensky wa Ukraine huko Vatican. Rais wa Marekani alikosoa vikali kuendelea kwa makombora ya masafa marefu ya Urusi dhidi ya Ukraine, akishutumu Moscow kwa kutaka kurefusha uhasama huo. Hakukuwa na sababu ya Putin kuwa anarusha makombora katika maeneo ya kiraia, miji pamoja na miji mingine katika siku chache zilizopita. Inanifanya nifikirie kuwa labda hataki kusimamisha vita, ananipinga tu na inabidi ashughulikiwe kwa njia tofauti kupitia benki au vikwazo vya pili. Watu wengi sana wanakufa, Trump alidai. Kufuatia utulivu mfupi wa mapigano wakati usitishaji vita wa Pasaka uliotangazwa na Moscow wikendi iliyopita, jeshi la Urusi lilifanya mashambulio mengi ya masafa marefu dhidi ya vifaa vya kijeshi vya Ukraine kwa wiki moja. Moscow kwa muda mrefu imekuwa ikishikilia kuwa inalenga tu shabaha zinazotumiwa na jeshi la Ukraine. Tunapiga tu shabaha za kijeshi au maeneo ya kiraia yanayotumiwa na jeshi, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov aliliambia shirika la habari la CBS News mapema wiki hii. Kando na kuitishia Urusi kwa vikwazo, Trump pia alikariri madai yake ya muda mrefu kwamba mzozo wa Ukraine haungewahi kutokea ikiwa angekuwa madarakani, akilaumu mzozo huo kwa mtangulizi wake. Lakini pia amekemea gazeti la New York Times na haswa mwandishi wake Peter Becker juu ya kipande cha hivi majuzi cha mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Ukraine. Haijalishi ni mpango gani ninaofanya kuhusu Ukraine na wa Ukraine, haijalishi ni mzuri kiasi gani, hata ikiwa ni mpango mkubwa zaidi kuwahi kufanywa, alieleza rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.